Wewe umekuwa mtu wa kukataliwa, ukuchukiwa bila sababu, iwe ni kazini au kwenye sehemu tu unayoishi au kwenye mahusiano. Umekuwa mtu wa kukataliwa, umekuwa mtu wa kuchukiwa ovyo na watu, haupati mapenzi yale ambayo yanahitajika. Pia kwa wewe ambaye umekuwa unapata ahadi ambazo ni hewa. Watu wanakuahidi lakini hawatimizi ahadi zao, mambo yako yote yanakuwa yanayumba, watu hawakuzingatii. Yani umekuwa mtu ambaye nyota yako imefifia, mambo yako hayawi mazuri, huna mvuto katika mapenzi, katika biashara, katika mahusiano, kwenye kazi. Yani mambo yako yanakuwa hayaeleweki. Leo nimekuja na suluhisho lake. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu. Na pia napenda kusisitiza, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, please usisahau kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya. Na moja kwa moja bila kupoteza muda, tuende kwenye somo letu la leo, ambapo nakwenda kukuelekeza ni namna gani wewe mwenye tatizo kama nililoelezea hapo, wewe mwenye kukataliwa na watu, wewe mwenye nuksi, mikosi, vifungo kwenye mwili wako, unaahidiwa ahadi hazitimii. Ni kwenye kazi, basi bosi ataanza kukuzungusha, hata malipo yako inakuwa ni shida kukupatia. Malipo inaanza kuwa, yani ni umefanya kazi lakini malipo mpaka uanze tena kubembeleza wakati ni haki yako. Watu wanakuchukia bila sababu. Kazini watu wanakufanyia vitu vya ajabu, wanakufanyia figisu. Hii ndo tiba ambayo nakwenda kuelezea ni namna gani utafanya ili uondoe kukataliwa huko, uondoe vifungo hivyo, nuksi hizo na mambo yote hayo. Tiba hii inafanyika na watu wote, mwanamke, mwanaume, kwa dini yoyote ile, imani yoyote ile, mradi hichi kitu humzuru mtu, ila ni kujisafisha wewe mwenyewe mwili wako. Na haya ni mahitaji ambayo utatakiwa kuwa nayo wakati unakwenda kufanya tiba hii na kwenda kukuelekeza ili uweze kukubalika. Kwanza unahitajika kuwa na maziwa. Kama unavyoona, haya ni maziwa fresh, yani maziwa ya ng'ombe. Unahitajika utafute maziwa fresh ya ng'ombe ambayo hayajaganda. Hakikisha maziwa haya ni maziwa ya ng'ombe. So hitaji lako la kwanza ni maziwa ya ng'ombe, maziwa fresh. Pia utahitajika kuwa na sarafu, yani pesa, kama unavyoona ya kwangu hii hapa. Na pesa hii inahitajika kuwa sarafu nyeupe. Yaani kama mnavyoona ni sarafu yangu ni nyeupe. Hapa usije ukachukua 200 au 100 ngapi, hapana. Sarafu inatakiwa iwe sarafu nyeupe. Ndio maana mimi unaona sarafu yangu nimechukua hii ya shilingi 500 kwa sababu ni nyeupe. So na wewe tafuta sarafu yoyote, haijalishi ni shilingi ngapi, ila sarafu hiyo inahitajika kuwa sarafu nyeupe. Na kwa nini tunachukua sarafu katika kufanya tiba hii? Kwa sababu tunachukua pesa kwenye kufanya dawa hii kwa sababu pesa inapendwa na kila mtu. Pesa hakuna mtu anayeichukia. Watu wanahangaika kutafuta pesa, watu wanaamka asubuhi kuzunguka kutafuta pesa. Pesa inapendwa na kila mtu, pesa inatafutwa na kila mtu. Ndio maana kwenye dawa hii ya kutaka kupendwa, kuacha kukataliwa, kuwa kukubalika kila sehemu, tunatumia pesa. Kwa sababu pesa inapendwa na kila mtu, pesa inatafutwa na kila mtu. Kwa hiyo kutumia pesa hii itasababisha na wewe upate mvuto kama wa pesa. Watu wakutafute, watu wakupende kama vile jinsi pesa inavyopendwa na watu. Kama jinsi vile pesa inavyotafutwa na watu usiku na mchana. Watu wanatafuta pesa usiku na mchana. Pesa watu wanaitafuta, hata ambao wameshazipata ila bado wanazitafuta. So kutumia pesa hii na wewe utakwenda kuwa na umuhimu kama wa pesa. Watu watakupenda kama vile wanavyopenda pesa, watakutafuta kama vile wanavyotafuta pesa. Ndio nia ya kutumia pesa hii. So utakapopata mahitaji yako yote haya mawili ya muhimu, utatakiwa kuchanganya kwenye maji yako ya kuoga. Yani ile asubuhi wakati unataka kwenda kuoga au jioni, utachukua maji yako ya kuoga, utayandaa vizuri kwenye ndoo yako. Na hakikisha maji yako ni masafi, haujayatia mkono au hakuna mtu yote aliyeingiza mikono kwenye yale maji yako ya kuoga. Na baada ya hapo utachukua hii glasi yako ya maziwa.
Kisha utaanza kunuia huku na mimina maziwa haya katika yale maji yako ya kuoga, na utanuia kwa kusema maziwa haya yaende yakakusafishe mwili wako, yasafishe nyota yako, ungae, utakate na upendwe na kila mtu na uwe mweupe kama maziwa haya. Yote atakaye kuona kusiwe na mtu kukatalia kwa jambo lolote utakaloongea naye, watu wakupende, wakusikilize, kusiwe na mtu yoyote wa kukuchukia. Basi baada ya hapo utamimina maziwa haya katika maji yako uliyoandaa ya kuoga. Nimesisitiza maji hayo yawe masafi na kusiwe na mtu ameyatia mikono, maji hayo yawe safi kabisa. Utakapomaliza kumimina maziwa haya katika maji yako ya kuoga, kitakachofuata utachukua sarafu hii. Na hii sarafu nayo utatakiwa kuidumbukiza katika ndoo hiyo hiyo ambayo umeweka maji yako ya kuoga. Na katika kuchukua sarafu hii utaidumbukiza kwenye maji huku ukiwa unanuia kama nilivyosema mwanzo. Utatakiwa kunuia kupata mvuto kama wa pesa, watu wakupende kama wanavyoipenda pesa, kusiwe na mtu yote wa kukuchukia wala wa kukukataa, watu wakutafute kama jinsi wanavyotafuta pesa. Kama wewe unaomba kazi haupati, kwenye kazi mambo yanakuwa mabaya, pia zoezi hili linakuhusu. Maana utakubaliwa na watu wote, hata kama ni kazi ulikuwa unataka kuomba kazi, tumia dawa hii. Lazima utafanikiwa, watu watakutafuta wenyewe hata ambao walikuwa hawana mawasiliano na wewe. Utashangaa watu ghafla wanaanza kukutafuta. Maana kwa kutumia pesa hii utakayoidumbukiza kwenye maji yako ya kuoga, utakuwa ukinuia kutafutwa na watu, utakuwa ukinuia kupendwa na watu kama jinsi vile wanavyoipenda pesa. Baada ya hapo utakapomaliza kunuia, utadumbukiza vitu hivi vyote viwili katika maji yako ya kuoga. Hakikisha katika manuizi yako sasa, wakati unanuia usisahau kutaja jina lako, kwamba mimi fulani bin fulani. Yaani mwanzo wa manuizi yako hakikisha unataja majina yako yale uliopewa na wazazi wako, kwamba mimi fulani fulani nadumbukiza sarafu hii kwenye haya maji, iende kanisafishe mwili wangu, niwe mtu wa kupendwa, wa kusikilizwa, wa kutafutwa na watu, nisiwe mtu wa kukataliwa na mtu yoyote kuanzia leo. Unanuia kisha ndio unadumbukiza hivi vitu. Kwa hiyo katika manuizi yako, cha kwanza nasisitiza ni kuanza kukutaja majina yako, kisha ndio utadumbukiza vitu hivi vyote viwili katika maji yako ya kuoga. Na maji haya utaoga kwa muda wa siku 7 mfululizo. Kila siku utafanya zoezi hilo kwa muda wa siku 7. Na hakikisha kwa wewe ambaye ni mwanamke usifanye zoezi hili ukiwa katika siku zako. Hakikisha umemaliza siku zako vizuri, umejisafisha, ndipo utafanya zoezi hili. Na kwa wale mwanaume pia hakikisha usiwe umetoka kufanya mapenzi, na pia usiwe umetoka msibani. Yani iwe siku ambayo ni siku imeanza vizuri, ndipo utaweza kuanza kufanya zoezi hilo. Hayo ndo masharti yake. Na pia siku ya Jumanne sio siku nzuri kufanya zoezi hili. Unaweza kufanya siku yoyote, muda wowote, ila isiwe siku ya Jumanne. Na inabidi uwe na nia safi, uwe na nia njema, uwe na imani, uwe unakusudia kabisa kufanya hichi unachokifanya. Na kwa uwezo wa Mungu utashangaa kadri siku zinavyokwenda, utaanza kupendwa, utaanza kutafutwa, mambo yako yataanza kunyooka mpaka wewe mwenyewe utaanza tena kushangaa. Katika manuizi yako mtangulize Mungu, maana hapa hautaki kumdhuru mtu ila ni kujisafisha mwili wako. Mtangulize Mungu, fanya maombi yako, ogea dawa hii kwa muda wa siku 7, hakika matokeo utayaona. Nashukuru sana kwa kunisikiliza, na kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, please usisahau kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaelezea video mpya au somo jipya.